Katika hatua nyingine, Russia imewasilisha rasimu ya azimio la Baraza la Usalama ikitaka kukomeshwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Urusi imewasilisha rasimu ya azimio katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka kukomeshwa kwa vita katika eneo la Asia Magharibi. Vyanzo vya kidiplomasia vimetangaza kuwa Russia imewasilisha rasimu ya azimio katika baraza hilo la Umoja wa Mataifa ikizitaka pande zote kusitisha mzozo huo na kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Rasimu ilipendekezwa na Urusi inasema kwamba Baraza la Usalama linahimiza vikali pande zote kuhusika kurudi kwenye mazungumzo bila kuchelewa na kutumia kikamilifu nyenzo za kisiasa na diplomasia. Rasimu hiyo imeongeza kuwa Baraza la Usalama linasisitiza tena madhumuni na kanuni za hati za Umoja wa Mataifa, likikumbuka kifungu kidogo cha 4 cha hati ya Umoja wa Mataifa ambacho kinakataza matumizi ya nguvu dhidi ya ardhi au uhuru wa kisiasa wa nchi yoyote. Rasimu hiyo iliyotayarishwa na Urusi inasisitiza kwamba Baraza la Usalama linalaani kwa lugha kali mashambulizi yote dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia. Linatoa wito wa kulindwa kwao na linasisitiza tena wajibu wa pande zote mbili katika kuheshimu sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za kimataifa za ubinadamu. Sehemu nyingine ya rasimu hiyo ya azimio la Baraza la Usalama iliyopendekezwa na Russia inasema kwamba Baraza la Usalama linasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa nchi zote katika eneo la Asia Magharibi na zaidi ya eneo hilo. Mashambulizi ya kijeshi ya pamoja ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamepelekea kuuawa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi. Yalianza asubuhi ya Februari 28 mwaka 2026. Uchokozi huo ulifanyika wakati mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yakiendelea kwa upatanishi wa baadhi ya nchi za kikanda. Hata hivyo, vita hivi ambavyo wakati huu rais wa Marekani wakati fulani alisema kwamba viongozi wapya wa Iran wanamtaka waingie katika meza ya mazungumzo. Viongozi wa Iran wamesema kwa sasa hawana mpango wa kufanya mazungumzo yoyote ya makubaliano na Marekani kutokana na namna ambavyo Marekani ilichukulia Iran. Ikumbukwe hata katika vita vya siku 12 kulikuwa na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran, ambapo baadaye ni Israel iliyokuja kufanya mashambulizi ikishirikiana na Marekani katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hata katika wakati huu, wiki moja iliyopita, mazungumzo yakiwa yanaendelea, ni wakati ambapo Israel na Marekani zilikuja na wazo la kuanzisha mashambulizi yaliyokuja kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Hii ndio sababu Ali Larijani, mkuu wa usalama nchini Iran, akasema kwa sasa hawana mpango wa kuingia katika mazungumzo yoyote na serikali za Marekani pamoja na Israel, kutokana na kwamba nchi kwa mfano Marekani haina uaminifu hata kidogo wakati wa mazungumzo, na kwamba wakati wowote taifa hilo linaweza likaanzisha vita dhidi ya nchi nyingine hata kama kumekuwa na diplomasia ambayo inaendelea. Lakini kwa upande wa pili, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa sasa hana nafasi ya kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya kumaliza mzozo huu uliopo kati ya Marekani na Iran dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.